Karibu kufuata habari za siku. Mapigano makali yameanza asubuhi hii kati ya jeshi la AFC/M23 na wapiganaji wa Zalendo katika Ngando na Ronga kwenye eneo la Masisi, ambapo AFC/M23 inajaribu kusonga kuelekea Hembe na Pinga mtaani Walikale. Jeshi la Kongo linaongeza mashambulizi kwa kutumia drone katika eneo la Walikale ambao lililenga maeneo ya AFC/M23 huko Kashebere. Mapigano makali yanaendelea tangu asubuhi hii Alhamisi tarehe 23 Oktoba mwaka huu kati ya jeshi la AFC/M23 na wapiganaji wa Zalendo wa ACNDH wanaoongozwa na Jenerali Jean-Marie. Mapigano haya yanaripotiwa katika Ngando na Ronga kwenye eneo la Masisi katika kundi la Bashali Mokoto. Kulingana na duru za ndani katika Bibwe, AFC/M23 inajaribu kuvunja kuelekea Hembe na Pinga. Hii ni siku ya pili ya mapigano katika eneo hili. Tufuate hapa ushuhuda. Amvre dire ni chini tu mude kilometre na Bibwe. Ni Mkengwa, Ronga, ya Gisozi kule ndio kwa hivi. Hata ni Wazalendo wale wengine tu wa Jean-Marie na wale wengine ya usafi. Ya Ronga lakini sana toka Bibwe ni barabara kuelekea nani? Ya kwenda Hembe. Ukishatoka Hembe na ndio kunaelekea Pinga sasa. Jana ndio ilikuwa nguvu, leo haikuwa nguvu sana. Lakini tu vingali vile juu Bibwe ndio kwa nani? Rejima ya Kabambi pale. Katika tarafa la Walikale, maeneo ya AFC/M23 yalishambuliwa kwa mabomu hiyo jana Jumatano huko Kashebere. Kulingana na duru za ndani, hali hii imesababisha hofu miongoni mwa wakazi, lakini hakuna majeruhi ya kiraia yaliyoorozeshwa. Tangu zaidi ya wiki moja, jeshi la Kongo limeongeza mashambulizi ya drone dhidi ya maeneo ya AFC/M23. Tufuate hapa ushuhuda. Ni jana ndio usiku kwa jana. Usiku kwa jana mercredi ile wazee 45 minutes wanabombarde defense ya M23 hapo. Ni Kashebere ndio apelé leo. Ici tumelala bien, tumelala paisiblement au quoi problème. Msimamizi wa tarafa la Ruchuru, Prince Mpabuka, alikutana Jumatano na wakazi wa Kanyabayonga katika eneo la Bwito pamoja na mwami wa Bwisha Patrick Ndeze. Alisisitiza kuwa harakati za AFC/M23 hazikuchagua vita, akisisitiza madhara mabaya kwa raia. Pabuka alikosoa serikali ya Kinshasa kwa kutoshughulikia ahadi zilizotolewa wakati wa mazungumzo huko Doha. Alikumbusha kuwa AFC/M23 inakataza ukabila na vitendo vingine vya ukatili katika maeneo yake ya udhibiti. Vichumbi wote! Vichumbi muraho! L'administrateur du territoire des Rutshuru poursuit son itinérance dans les groupements et localités de sa juridiction. Après le groupement de Binza en chefferie de Bwisha, Prince Pabuka, accompagné du Mwami Patrick Ndeze et des officiers de l'armée révolutionnaire congolaise ARC de la AFC/M23, Prince Pabuka prend la direction nord de Rutshuru ce mardi 21 octobre 2025. La délégation conduite par l'administrateur arrive à Vichumbi l'avant-midi de ce mardi 21 octobre, une localité du groupement Kanyabayonga en chefferie de Bwito. Les habitants de la place réservent un accueil chaleureux à l'autorité territoriale qui les appelle à renforcer la collaboration avec l'armée. Pour lui de préciser que la AFC/M23 ne peut jamais abandonner ses habitants des zones libérées. L'heure est plutôt à la libération totale de toute la République démocratique du Congo. Asante kwa ile kooperasyon ambayo mko nayo pamoja na jeshi letu. Na hiyo kooperasyon tunaendelea kuwaomba iendelee tu hivyo na muiboreshe tu vile. Na tuwaambie pia tumekuja na hatutarudi tena nyuma. Mwenye alikuwa kingali na boga ya kutumika na sie, ya kukuya mjeshi, ya kuingia mchama. Bwana, aache ile boga. La pêcherie illicite
un acte illégal et interdit par la FCM 23. Toute personne qui sera attrapée subira la rigueur de la loi, a insisté l'administrateur du territoire. Watoto wa Vichumbi, lakini bahari yenu nyinyi wenyewe mnaharibu. Marahaba, hamtadanganyia yeyote. Nimejifikia mimi mwenyewe, nimekuta pale nyuma ya ile biro ya komite de peshe, nimekuta file za mubaya ambazo hazikubaliwi na nimezichukua, niko nazo. Kwa ndugu wapenzi, sisi hatukukuja kwa uharibifu, sisi tulikuja kwa kuhakikisha ya kuwa tumeweka mazingira ya kuweza kuproteger vyenye tuko navyo. Prenant la parole, le vœu du Mwami de Bwisha est que les habitants de sa chefferie vivent en fraternité avec ceux de Bwito. Tuko hapa kwa sababu tuko wandugu. Na kama Bwisha kunakuwa magumu, mnakuwa na kilio Bwito. Tulishakombolewa. Mambo mazuri iko njiani. Les habitants de Vichumbi éprouvent plusieurs difficultés, entre autres la problématique liée à l'accès à l'eau potable, l'absence de terres pour exercer les activités agricoles et le chômage des jeunes. La présence de l'autorité territoriale est un ouf de soulagement pour ses habitants. Après avoir entendu les difficultés des habitants de Vichumbi, l'administrateur du territoire promet d'informer à son tour à sa hiérarchie afin que des solutions idoines soient urgemment trouvées. Mabomu ya jeshi la Kongo yalishambulia usiku wa kuamkia Alhamisi tarehe 23 Oktoba mwaka huu katika eneo la madini la Twagiza Mining lililopo katika eneo la Mwenga ambao liko chini ya udhibiti wa FCM 23. Kulingana na duru za ndani, angalau mabomu 5 yalitupwa kwenye eneo la madini. Mashambulizi haya yameharibu vifaa vingi vya kiwanda ambacho kinazalisha kiasi kikubwa cha dhahabu, anasema mkazi moja wa eneo hilo. Twagiza c'est là où ça marche pas. Pour Twagiza c'est vrai, c'était aujourd'hui vers 1h03 minutes que nous avions entendu des bombes de l'autre côté. Twagiza au moins 5 bombes et après quand nous sommes sortis à l'extérieur, nous avions vu le feu à l'heure, si je peux le dire comme ça. On a vite compris que l'usine était déjà en train d'être calcinée quoi. C'était ça. Alors, il y avait un avion qui était venu et qui avait lancé des bombes et puis il est rentré vers Kamituga. Les informations que nous avons présentement, on nous dit que l'usine n'a pas été complètement bombardée. On a visé la partie où il y avait des tanks de carburant. Mahakama ya kijeshi ya Kinshasa Gombe ilifanya kikao cha 3 cha kesi zidi ya askari 8 wa FARDC tarehe 22 Oktoba. Wanashitakiwa kwa ubakaji, kuasiri heshima, kukiuka maagizo, kutokushughulikia na makosa maadili zidi ya Honorine Porsche, raia wa Ujerumani mwenye asili ya Kongo. Kesi hii inatokana na wizi wa kushangaza uliofanyika tarehe 16 Oktoba katika Rawbank kwenye uwanja wa Victoire Kinshasa, ambao risasi zilisababisha wasiwasi miongoni mwa raia. Et ils seront présentés tout à l'heure par le ministère public afin que la Cour puisse discuter sur la qualité. La Cour invite les avocats à atteindre leur comparution, en commençant par le colonel Moumessa Kimpembe. 11 capitaines, avant qu'on ait des ça. Ignace Mwamba, Jacouilé, avocat au baron de Kinshasa Matete.
Sheria ya Kongo imehukumu mtu mmoja mwenye hatia wa mashambulizi katika Kingabwa Limete mjini Kinshasa kwa miaka 15 gerezani kutokana na kujeruhi na wizi kwa nguvu mbunge wa taifa Rigen Bakonga na washirika wake wa kijeshi wanaotajwa na washitakiwa wanatafutwa kwa haraka. Tarehe 16 Oktoba, Bakonga alifanya uvamizi katika maeneo ya Seneta Mulumba Shekoko akiongozana na askari wenye silaha na vijana wa kihuni. Ingawa waathirika wanasherekea hukumu hiyo, wanadai haki mpaka wahusika wote watapopatikana. Mbunge wa mkoa wa Bamukanu anasitiza kwamba gavana wa Kinshasa Daniel Bumba ajibu swali lake la mdomo lenye mjadala linalohusisha usalama na usafi katika mji wa Kinshasa. Anasema hakuchaguliwa kulinda maslahi binafsi bali kuwakilisha na kulinda raia. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo kutoka Kinshasa tunakomesha taarifa habari za leo. Idhaa ya Kiswahili ya Kivu Morning Post TV. Tunatangaza kutoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane kwa habari zingine hivi karibuni.